Ulizi ukapigia nini? Bibi ya Bishop namna hiyo. Pigia ni makofi mazuri asikie raha. Unajua, let me tell you. Kuwa na bibi mzuri wa pastor wenu, wa bishop wenu, don't take it for granted. Mama mwingine ni Kiislamu, anaweza kuwa ni bibi ya pastor ni Kiislamu. Akimea kikoro. Hallelujah. Wewe kukuwa mtu kama huyu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana, amen. Hallelujah. Hallelujah. Mlembo kama huyu anapenda Yesu, ameokoka, amejawa roho wa Mungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. It is not something you take for granted. Amen. Na sijamwambia kuja tu ahubiri kwa sababu ni bishop. He is a servant of God. Amen. Huyu tunaanza kuhubiri na yeye tukiwa vijana. Nilikuwa huko pande ya Siaya, Nyanza. That's why I started being a pastor. Amen. We were young. Nilikuwa nafanya na Ministry of Health. Nilikuwa health officer in charge of Prince Code again. Na nikibeba hiyo na pikipiki. Tukija kuhubiri. Kwa nini mnasema kaiwa kwa hallelujah. Amen. Hallelujah. And God will move powerfully kwa wajana. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hata nilikuwa nimefundisha kwa pikipiki. Maana hii maisha hujui vile tukue baadaye. Hallelujah. Haiki mtoto fundisha yeye na akashika kabisa. Amen. Nilijua hata kama mambo inaweza kuwa ngumu, tutasonga mbele. Mwanzo ya kushomo. So ma'am, you are most welcome to minister with us the word of God, and I know God will bless us. Can we stand up now as we pray? Let's pray. Heavenly Father, in Jesus' name, I thank you because there is no other God like you. You are the living God. In your wisdom, my Father, you saw it fit that today your servant, Reverend Dr. Trofena, will share with us your word. My Father, use her powerfully. We are ready to be ministered by you. In Jesus' name we pray and we say amen. Piga makofi mazuri, karibu my dear. Tunaweza keti katika uwepo wa Bwana. Just sit down. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God this afternoon kwa sababu wema wake na ukuu wake. Pia kutembelewa na mheshimiwa wa Senate, karibu sana. Na wale wengine wote mmekuja nao na washirika wote kwa jumla. Nashukuru Mungu. Hallelujah. Hata pia nashukuru Mungu kwa katika hii madhabahu na askofu. Hii madhabahu yake na kuwa nimepewa. I don't take it for granted. I know it is because of God. Amen. Ninashukuru Bwana kwa sababu ameniokoa, amenilinda this far. Nimeona ukuu wake. Tangu aliniokoa kwa msichana mdogo hivi, na nimeenda kuendelea kuwa Mungu maishani mwangu. Nikaamua kumtafuta Bwana na kumfuata Yesu, naye amekuwa mwema. Akawa mwema nikiwa msichana mdogo wa Sunday school wa youth, wakati nilikuwa nimeenda high school, wakati nimeenda college, hata wakati niko mama na shosho mtarajiwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I love this Jesus because he has never disappointed me. Throughout the years, nimemtumikia Bwana, hajawahi kuniachilia kamwe. Na ndiposa nimeamua kutafuta uso wake siku baada nyingine, nikijua aliyeanza mambo mema au kazi njema ndani ya maisha yangu atakuja kuikamilisha. Amen. I want to sing a song. There's kuna mafundisho nilianza wiki iliyopita, and I'm going to touch it shortly, and I will sing a song as part of that message this afternoon. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shines on our way. Where we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey, trust and obey. For there's no other way to be happy.
but to trust and obey. Na tuimbe zote. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Let us go in the book of Deuteronomy chapter 28, Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28 kutoka mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Yes, tusome. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord God will set you high above all nations of the earth. Verse 2. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies, the enemies who rise against you, to be defeated before your face. They shall come out against you in one way, and flee before you in 7 ways. The Lord will command the blessings on you in your storehouse and in all which you set before your hand, and he will bless you in the land which the Lord God is giving you. Verse 9. The Lord will establish you as a holy people to himself, just as he sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. Then all people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, and in the increase of your livestock, in the produce of your ground, in the land which the Lord swore to your fathers to give you. The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give rain to your land in its season, and to bless all the works of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath, if you heed to the commandment of your God, which I command you today, and are careful to observe them. Verses 14. So you shall not turn aside from any of these words which I command you this day, to the right nor to the left, to go after other gods and serve them. Na tuombe. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako. Neno lako liko na usemi wa mwisho. Neno lako imewekwa muhuri mbinguni na ibadiliki kamwe. Endapo kugawanya neno lako na kanisa lako adhuhuri ya leo, ninaomba ukanitumie mimi ni chombo tu, ukaweze kunena na kanisa kama vile umekusudia siku ya leo. Roho Mtakatifu wa Bwana, chukua ushukani. Ninateka nyara nguvu zote za giza. Maroho yote inafanyanga watu wasishike neno. Nguvu zingine za kusumbua wakati neno inaendelewa, ninaiteka nyara saa hii katika jina la Yesu. I render them powerless, that every soul, man and woman, young and old, who is here this afternoon shall hear what the Spirit is speaking to the churches. Thank you, Father. Use me as a vessel for your own glory and for your own honor. And it is in Jesus' name I pray. And the church say amen. Amen. Hallelujah. Adhuhuri ya leo
kama vile nimesema, nimeokoka. Yesu ni Bwana, amekuwa kimbilio na kiongozi wangu, amekuwa nikimtazama kwa kila jambo, nami nimeamua kumtazamia, naye amekuwa rafiki wa karibu. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Sitakangi kuhubiri tu bila kusema nimeokoka, kwa sababu Biblia inaniambia katika kitabu cha Ufunuo that they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. They loved not their lives, and even it meant to die. This afternoon, I have a testimony that Jesus, He is the Savior of my life, not only to others but to me, kwa sababu this far nimefika kwa sababu yake. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya ile andiko tumesoma. Nitaenda kwa haraka ili tukaweze kushika yote na utukufu wote ukamrudie Bwana. Last week I started teaching the one about obedience. Na wale hawakuwepo, najua tuko na wageni siku ya leo. We define what obedience au ile hali ya utiifu ni nini, na tukaona obedience is carrying out orders or commands or wishes of another person. And many a times children or adults, they obey commands. Even for us, we obey commands or wishes of another person, but in so poor attitude and in a grudging spirit. So we need God to help us. When we are obeying, we don't just act grudgingly towards other people and also towards God. And also, we say in order obedience to be of value in God's kingdom, a person obedience must be accompanied by a willing heart and a proper attitude of willingness. Now tukasoma in the book of Exodus 35 where Moses aliambiwa akaese kuita watu wakati walikuwa wanatengeneza the tabernacle, the ark or the tabernacle of congregation. It was to be supported by those who were willing, those who were ready to obey. They were to give the offering. They were to give with a willing heart and a good attitude. And we say that one who is willing was to bring the precious material for the building of tabernacle. And tukaona katika hiyo chapter 35 verse 25 to 26 that the women who were wise-hearted, they were supposed to bring willingly. They were supposed to bring what they had made with their hands. Wakati ule hawakukuwa the printing and many things we have siku hizi, wanawake wangetengeneza manguo, they were weaving, wangetengeneza fulana. Hata nafikiri juzi wakati tu nilikuwa mdogo, si miaka mingi sana iliyopita, tulikuwa tunatengeneza vitu na mikono. Hakukuwa na machines ziko hizo kutengeneza fulana, ungetengeneza hata embroidery ya mikono. They were the knitting needles. Tukiwa ndogo tu sana tungetumia hata tumiti ndogo hivi tunatengeneza fulana kama vile tulikuwa naona wale wakubwa wanatengeneza. So during the time of building of the tabernacle of the congregation where the Ark of Covenant ilikuwa iwekwe, those who are the willing heart, those who were to obey, hawa ndio walikuwa walete mali yao. Na tukasoma in that kitabu ya Exodus chapter 35, tukaona the women who were wise-hearted, the leaders brought their gold, their silver, and we saw people bringing a lot to build the tabernacle. But the most important thing was to have a heart of obedience and willingness without grudging. Praise the Lord. Na tukaendelea tukasoma katika kitabu cha Isaiah chapter 1 and verses 19 that if you be willing and obedient, you shall eat the good
the Lord. And as I was looking about this willingness at obedience, nikaangalia ikiwa mtoto atakuwa akitii mzazi, huyo mtoto kwa kweli atakuwa na shida. Hiyo ni kanuni Mungu ameweka. Kanuni ya kuwa hali ya kutii ili ukawe chini ya mamlaka. It's a principle of obedience and being under authority. Every one of us is under authority. Praise the Lord. Kila mmoja wetu, we are under authority. That's God's principle. And if you go against the authority, you are in for trouble. Mtoto ule ako chini ya mamlaka ya wazazi wake hawezi kuwa chokora. Ule mama ako chini ya mamlaka ya mzee wake, hata kaa uko nje akiwa kuna shida, hata kuwa atafukuzwa. Na ile mzee ako chini ya mamlaka ya neno la Mungu, ataweka nyumba yake sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Ikiwa ni mtoto ako shule na atasikia mamlaka ya mwalimu, ataweza kushika yote na atapita. Bwana asifiwe sana. So obedience is very crucial to each one of us. Katika nchi, we are chini ya mamlaka ile imewekwa. You go against it, you are in for trouble, utaingizwa njera. Amen. It's a principle which God has put that we have to obey the commands and be under authority. And so the children of Israel wakaambiwa na Musa, inaitwa kumbukumbu la Torati. Hallelujah. Wakati mwingine wanadamu wako na shida, wanasahau very fast. Unaambia mtoto usipitie hii, lakini atasahau. So kuna kuanga na kumbukumbu la Torati, Deuteronomy. And even today the church, there's a need of Deuteronomy. There's a need of kumbukumbu la Torati. Asubuhi ya leo wale walikuja, we were taught on the fruit of the Spirit. Baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, there are 9 fruits you are supposed to have. Love, upendo, hadi ya kuvumiliana mmoja na mwingine, hadi ya kusikia una huruma na mwingine. Na hiyo haitawezekana ikiwa hautafuata njia za Bwana. Ili ukaweze kujazwa Roho wa Mungu, akaweze kusaidia wewe ili ukaweze kuzaa tunda la uvumilivu, tunda la upendo, tunda la kupata ile joy. That is furaha timirifu. Praise the Lord. Joy is not just ile furaha tu wakati mambo iko sawa. Joy is that ile furaha hata wakati mambo iko contrary. You have the joy of the Lord. In the book of Nehemiah, chapter 10 and verse 10 says, the joy of the Lord is my strength. Praise the Lord. Kwa hivyo, adhuhuri ya wapendwa, siku ya leo, Mungu anataka kutukumbusha hali ya kumutii. I quoted something which is saying that partial obedience is total disobedience. Hallelujah. Hiyo ndiyo sheria. Partial, ile hali ya kutii kidogo au nusu, is total disobedience. Mungu anataka tukaweze kutii na kufuata njia zake. And I want us to see that. Let us obey and put our trust in God. I quoted another something somebody wrote, said, stubbornness and unwillingness to change is the way of fools. Amen. Praise the Lord. I'm saying stubbornness and unwillingness to change is the way of fools. And how does God define a foolish person? Leave alone the concordance, the English from America, from Britain. But I
Job 28 is where we are having a very good definition of who is a foolish person according to the word of God. Chapter 28, verses 28 says, "And unto man is said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding." The fear of the Lord. Kanisa, imefika mahali tutarudi kwa ile maagizo ya kwanza ya Biblia. Hali ya kumwogopa Mungu. Hali ya kutii neno lake. Why are we having a lot of problems in the world today? It is because people have stopped fearing God. Wanaitwa tu wa Kristo lakini hawajui Kristo alikaa namna gani. That is why you find msichana au kijana anasema ameokoka, amekuja tunamshikanisha harusi, baada ya miezi 4 amezaa. Na amezaa a preterm baby, amezaa term baby. It is because people stopped fearing God. That is why you find somebody can get kisu na uwe ule mwingine bila kuuliza ni nani anamwangalia, because macho ya Mungu ni makali mno. We need to go back to the drawing board, church, so that God may hear our prayers, so that the nation and our families may stay according to the word of God. Some of the diseases we are having today, it is because of disobedience. Tumeambiwa neno la Mungu linatuambia tufuate hizi njia, forgive and follow this route, but we refuse because we don't fear God. Because if you fear God, hata ukiwa kivyako hutafanya mambo mabaya, hautafanya the evil things of this world. But because people have not fear of God, we need to be reminded back to the drawing board. In our institution of higher learning, I work in Thika Level 5 Hospital. We have in the MKU, we have KMTC. We have in so many institutions, about 4 or 5 universities who are bringing us students, medical students and nursing students coming to this hospital. And I'm telling you, we need to go to the drawing board. Praise the Lord. There is no fear of the Lord in the land. You go to Thika at 10 p.m. at the Wambogo area and other places there. It's like Sodom and Gomorrah. Where have we gone wrong in the society? The killings we have heard of late. The Bible says in the book of Deuteronomy, when you shall fear the Lord and do his commands, blessing you shall be blessed in the city, blessed you shall be blessed in the reserve. But in verses 15, I want us to go. I'm shortening the message because of the time, but I believe the Holy Spirit is going to teach each one of us this afternoon. Where we went back in our book of textbook in Deuteronomy chapter 28 and verses 15 now. Verses 15. But it shall come to pass. It shall come to pass That if you do not obey the voice of the Lord your God, if you don't obey the voice of the Lord thy God, to observe carefully all his commandments to observe, to do all his commandments and his statutes, and his statutes, which I command you,
which I command thee this day. that all these curses will come upon you and overtake you. Can you imagine? As you continue to listen to this powerful message on obedience, I want to take this opportunity and to invite you to our Sunday services. Our services start at 10 a.m. and end at 1 p.m. And our church is located in Kenya, Kiambu County, in a town called Thika at Makongeni Estate. It is not so. The understanding Mungu anataka tufike ni tusome tuitwe hizo zote, but with the fear of the Lord. Bwana asifiwe sana. Tuendapo kufanya mambo yote katika hali ya kumuogopa Mungu, hali kuacha oofu, hali ya kumutii Mungu, tukaeze kufuata njia za Bwana, ili tukaeze kufanya kulingana na mapenzi yake. Biblia inaniambia wakati tutatii, baraka itakuwa mingi, uzao wa tumbo zetu itabarikiwa, kazi ya mikono yetu itabarikiwa, mambo yetu yote tunaofanya itabarikiwa. I was thinking, what has gone wrong to our nation? Ni wapi tulienda vibaya? Why is it watoto wetu wanakufa kabla sisi? We are just budding young men, budding young women. There is a curse in the land. What are we looking in this land of Kenya? Where did we go wrong, God? And God was reminding me that we need to go back to the fear of the Lord. We need kanisa tukaeze kuwa mfano to the dying world. We may obey the word of God in love, so that we may bring the dying world, which has no hope, to the commandments of our God. Wakati mutatii sauti ya Bwana, wakati mutaenda kulingana na njia zake, kubarikiwa mutabarikiwa, na Mungu atainua nchi yenu na itakuwa imebarikiwa. Nchi ya Kenya has got all the wealth we may talk of in this world which God created. It has. Kutoka mafuta, hata maji, hata gold, even in cars, name them. It is there. It is there, church. But what is this making us bury our young men who are very promising? Where do we need to go? Back to the drawing board of the fear of the Lord, so that God may take us to the right direction, so that God may heal this land. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. If you shall hearken and do according to my commandments, blessed you shall be blessed. But if you don't, something is going to happen. And the Lord said to observe, to do all his commandments and his statutes, which I command thee, all these curses shall come upon thee and overtake thee. Can you imagine? But you know, church, tunaweza amua kutii neno la Bwana. Tunaweza amua kumwambia Mungu, tuko hapa, tutatii. Tutatii neno la Mungu. Tuwe watu wa kufuata njia za Bwana, hali ya upendo, hali ya kusikilizana mmoja na mwingine. Unajua siku hizi za mwisho kuna mambo utasuka na watu. Mtu amepigiwa simu ako na mobile phone. Nasikia ako tu hapa Kamelo. Naulizwa, habari yako mzuri? Uko wapi hapa? Saa hii nimefika Githurai. Seriously. Na ako tu hapa. Na huyo mtu utamkuta kanisani Jumapili. Amini hapo ndio tumefika. Mtu anadanganya hadharani.
na Jumapili pengine hata ni kiongozi wa kwaya au ni Mkristo ako na ushuhuda uko mbali sana, lakini uongo umetucha. I was wondering if today in Kenya we had the true Christians, the issue of corruption we are having in this nation, it should not be there. Because most of these people hearing Sunday, they are ni Wakristo wale wako mbali, wako pale. Hata their members, ukienda kule makanisa wanaendaga, they actually very good members. But look at what is happening. If you shall not hear the command, the Lord your God, these curses shall follow you and overtake you. Unalaaniwa leo na zingine zinakungojea. May God help us, that we may fear God. And when tunazungumza kuogopa Mungu, kumcha Mungu, si vile unaogopanga nyoka. Najua kuna watu wengine wanaogopanga nyoka, wakiona nyoka iko pale wataruka upande ule. I'm not talking about that fear. Kuna wengine, siku moja tulienda Mombasa na Bishop, mimi naogopanga maji. Kwa hivyo Bwana siwe sana. Na alikuwa anataka kwenda kuogelea masaa ya jioni. Unajua those days kule kwa lake na kuanza kurudi masaa ya jioni. Sio nimwambia hapana mzee. Tafadhali usiende kwa maji, because me I have that fear of much water. I'm not talking about that fear. I'm talking about kumcha Mungu and run away from evil, so that we may agree to change, so that God may help us to go to the next level of our lives. May we have hope in our lives. And to man is saying, the fear of the Lord, that is wisdom. And to shun from evil, that is understanding. Church, today, God is reminding us, kumbukumbu la Torati. Tukaweza kumurundia Mungu, tukaweza kumuogopa Mungu, hata wakati uko kivyako ukaweze kumuogopa Mungu. I was reading an article somewhere and I told some people on Sunday, tulikuwa tumeenda kwa Masakaya. Siku moja Saifinch kukakuwa na kanisa, na padre akasema hii kanisa it is leaking. Kwa hivyo nataka mulete mchango ili tukaweze kutekeleza kanisa. Kwa hivyo kukapangwa siku ya mchango, kwa sababu ilikuwa inaanza kunyesha. So also people came in. The leader of the women was there. The evangelists were there. The pastor was also there. Na pastor akakuwa ameambia watu, kila mtu akuje kulingana vile amebarikiwa. Where you get your living, so bring that. Wale wa mama wa soko wakaleta nyanya zao, wengine wakaleta sukuma, wale wengine wakaleta mbasha. And then there was this man who used to make jeneza. Kwa hivyo naye akaleta jeneza yake. And when people came, like the way we have come, wanakuta kuna jeneza imeweka. Kwani nani alikufa usiku? Praise the Lord. So they were just getting worried. Ni nani amekufa? Na tumeona watu wote huku. So ipanda ikaendelea. Na kama kawaida afternoon ndio watu wakachanga baada ya kusikia neno. Hivyo watu wakaenda kuleta, wengine ni mbasha, wengine ni masukuma yao, wengine ni nyanya, kulingana vile Mungu amewabariki. Kwa hivyo naye ule anatengenezanga jeneza, akaenda pale nje akaleta jeneza yake. Na akasema hii jeneza nimeleta kwa sababu hii ndio kazi ninafanya na nimepea padri. Kwa hivyo ni padri nimempatia. Amen. Praise the Lord. Kwa hivyo padri akastuka. Kwa
sana, akatoa 30,000 na ulikumbuka hakuwa ametoa kitu. Akatoa 30,000 akasema hii ni ya kiongozi ya wamama. 30,000. Kwa hivyo jeneza ya kiongozi wa mama from now, yeye akianguka awekwe huko. Kiongozi wa mama akasema me am not ready to die. Akatoa 20,000 akasema ni ya catechist. Kwa hivyo jeneza ilikuwa ya catechist. Catechist akasema hapana, hiyo sitakubali. Akasema kuna ule ndugu Papa so nami ninatoa 50,000. Jiko mtu akona tu pesa. Praise the Lord. Huyo mtu akasema hapana. Vile akatoa 100,000. Akasema ni ya mtengenezaji wa jeneza. Kanisa. Praise the Lord. You can see where we are. We are not ready. Hakuna mtu ako tayari kukufa atutatengeneza njia zetu na Mungu. We need to go back to the drawing board. If my people, they shall hear the voice of the Lord and hearken, blessed they shall be in the city, blessed they shall be in the reserve. Mungu anataka tumuogope yeye. Hatutaogopa mambo ingine, lakini tutaogopa yeye na neno lake, tukafuate njia zake. I'm wondering why. Another day I was asking my son, vijana mnachelewa kwa kanisa mkifanya nini kwa nyumba? Vijana tuko, youths mko wapi? Hebu inueni mkono. Mnachelewa kwa kanisa mkifanya nini kwa nyumba? Hallelujah. Can you wake up? Because vijana mko strong. Praise the Lord. If we obey and if we are willing, we shall eat the fruit of the land. My friend, the fruit of this land, you'll die early if you don't obey the word of God. You only have to obey the word of God to live many years to eat the fruit of the land. Inji iko na mambo mema, lakini some of our lives are being cut short. We are not obeying the word of God. Some of us are getting sicknesses, which is as a result of disobedience. Wengine wanaenda wanakula, nakuta wazee wamekunywa, halafu wanakula nyama, wanapata gout, wanapata hypertension, wanapata diabetic, wanakufa mapema. Disobedient. Wengine hapa mtu alikukasirisha 2013 wakati tulikuwa kama vile our senator saying this morning. Pengine 2013 hiyo ni miaka ngapi? 5 years now. Are they 5? Yeah. Pengine ulienda kanisa mahali na ukakasirishwa na mtu, au ni mama alikasirishwa by the mother-in-law, but up to now 5 years pando anampepa. Sitapata vidonda ya tumbo, my friend. Achilia, forgive. That is what will make you live longer. Some of us are having a lot of problem with the joint arthritis. And one of the cause of arthritis is bitterness. Umepepa your neighbor, umepepa bwana yako, umepepa your sister-in-law, umepepa sijui mbosi wako, and you carry that bitterness, release, and you obey the word of God. Forgive. Praise the Lord. Kumbukumbu la Torati siku ya leo. If we are willing and obedient, we shall eat the fruit of the land. We shall not die early. Amen. Praise the Lord. Church, we shall not die early. I don't believe, according to the word of God,
of a young man dying in 20s. I don't. Because that's the word of God. Committing suicide after taking drugs. Au msichana amekuwa na mimba, anatoa, anakufa. That is as a disobedient to the word of God of living holy life. Unaona kile kimefanyika. Unastua hao wamepigana. Ni kwa sababu we have missed the mark of obeying what God says. If you are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. But if you are not willing to obey, and you disobey like Saul did, alifanywa mfalme, the first king of Israel, in the book of 1 Samuel, he was told, enda umalize Amaleki wote, na usikaache hata mmoja. Na vile alifanya, alienda akachukua mfalme, akachukua kondo silionona. Hapo tulisoma last Sunday. God sent the prophet Samuel and said, I chose you to be a king. I told you, go, Marisa Amaleki wote. And because of your disobedience, I have rented why I ever made you a king. May we not reach there where God will say, I rent why I ever saved you, why I ever called you. Tukamrudie Bwana kanisa, tukamrudie Bwana ili Mungu akaeze kutembea nasi, so that we may become a solution to the dying world. Let us be willing to change. Let us be willing to change our lives, and God is going to help us. The life of Jesus, as I finish, the life of Jesus from his kuzaliwa kwake, kukufa kwake, na hata kufufuka kwake was all about obedience to the Heavenly Father. If you read in the book of Philippians chapter 2 verse 5 to 11, Mungu alimpatia jina imeshinda majina yote. Kwa hivyo ikiwa utataka kuinuliwa na Bwana, utakuwa mtu wa kutii. Tii, mamlaka yote imewekwa juu yako. Kutoka watoto, mtii wazazi. Wamama tulioko mahali hapa, tutii wazee wetu. Tutii. Na wazee tulioko mahali hapa, Mungu ameweka kama nyinyi ni makuhani. Ni makuhani wa familia zenu. But the problem we are having also with the parents today, they are absent parents. They are absent parents. Our children have no mentors from their parents. That's why they are doing what we are saying. May God help us. Church, let's go back. If we are obedient and willing, we shall eat the fruit of the land. If you are obedient and you are present parent, I repeat again, be a present parent. Because when you become an absent parent, you will never know when your daughter is changing. You will never know when your son is changing. But if you are present, utaona huyu mtoto kuna mahali amekosea. Let's have the reality of life, so that God may make us eat the fruit of the land. Can you imagine if you had everything and then your son or your daughter is in prison? Surely will you eat the fruit of the land with a good heart? You will not. So we need God to help us. As parents, let's become proper mentors. Let us be willing to change. Wakati mambo hii imeambiwa kanisa, tukaeze kuchange. Let us agree to change. Ikiwa mambo imeambiwa tufanye hivi kulingana na neno la Mungu, let us be willing to change. So that we may bring up a generation which shall make us sleep with our gray hair happy. Today is so sad. May God help us from our parents. And you youth who are here, can you be obedient? Can we come together
And I tell us God to give us the wisdom. Because the fear of God, that is wisdom. And to shun evil, that is understanding. Siku moja nikauliza kijana yangu, what is this making you run away? Not come to church, not to do the things of the kingdom. Mheshimiwa, ule kijana alikuwa anaimbiza wimbo hapa, ni kijana yetu na Bishop Yesawa sana. Just finished university last year. Praise the Lord. And kijana akaniambia, the problem is you parents. You are absent parents. I'm giving you parents who are here from my youth. You don't understand us. Saa ingine we are undergoing very hard times. But the papa, mama, yuko karibu ili nikaese kumulilia. It is happening. In Central, we have a big disappointment before God. Kwa sababu sisi ni watu wa biashara, kutafuta mali. Si ni ukweli. Na hiyo is a gift from God. But can you imagine, huyu mama ako na mtoto wa mwaka mmoja, anaamuka kwa soko at 5. Anaacha huyu mtoto pengine mjakasi, na siku hizi unapeleka kwa unaitwaje kule, mnapeleka hata wa miaka miwili daycare. Na niko kama 10, watoto 10 wako kwa daycare. You don't know if this child will change the condition. Apate fevers, apate shinda za watoto wachanga. So you come back around maybe 7 or 6. Ndio unaenda, but throughout the day, my sister does not know what is happening to that child. We have a problem. I'm a counselor, and I always tell people, wazazi wale tuko nao, never take your child in a boarding school before amefika adolescent. Ujue akichange. Don't. You cry one day. Hallelujah. If we are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. Mama utalia. Mwingine alituletea mtoto, yes ni lepa, lakini she doesn't know the girl is pregnant. Anasema ni tumbo inamuuma. Na mama amestuka. Na muangalia huyu mama ni shwari. What kind? Mtoto wake ako standard 8. Ako na mimba. Ameitiwa. Kwa sababu mtoto anaumwa na tumbo, lakini si tumbo, pregnancy ya 9 months. Na mama anjui. Seriously. Where have we gone wrong? Si Mungu atusaidie. Msichana anazaa, mama anastuka. Baka anasema sasa mimi, I don't want to be called a shosho. Tukamwambia utaitwa shosho ya kufu. Because you failed in your work. Amen. Praise the Lord. Amen. If you are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. And to man is said, the fear of the Lord, that is wisdom. And departing from evil, that is understanding. May God bless you. Karibu sana askofu. Message. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If you're going to obey the Lord, you will eat the good of the land. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Actually, when God was creating the world, there are some principles He created. And one of the principles that God created for blessings, it is the principle of obedience. When you obey, hallelujah, God will bless you. Kila mtoto unatii, utakuwa salama, utakuwa chukura. Amina. Bwana asifiwe. Ukiwa mama, ukitii bwana yako, unajua wazee walikuwa kama Mungu, kumheshimu. Kumheshimu kabisa ile ya moyo. Haleluya, Bwana asifiwe. Hakuna kitu utapata katika hiyo nyumba. Sema amen. Lakini ukiwa kisirani, my friend, hata ile ambayo ni yako inaweza kupigwa na wengine. Haleluya. Na kama ni mzee, if you want blessings, you must obey God. Because God is the one
who has delegated that responsibility to you. God is overall. Lakini umetuachia mambo kama wazee. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya familia zetu. Let us obey. Hata Mungu mwenyewe amejiweka chini ya neno yake. God obeys his word to the letter. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu anatii neno yake. Haleluya. Bwana asifiwe. When we obey, we shall eat the good of the land. Let us stand up.